Kila siku huwa tunanunua karafuu kwa ajili ya matumizi mbalimbali nyumbani. Kwa hiyo kwa ukubwa eneo letu tukaona sio mbaya tupande miti kama 10 hivi ya mikarafuu. Sasa miti ile tumenunua tukafanikiwa kuipata na hapa tumeshaipanda. Unaweza kuona mikarafuu hii stawi mdogo mdogo, lakini tuna janga tumepata katika miti 10 tuliyopanda ile. Kuna mmoja tayari umekufa kwa sababu kuna mchwa wametembelea hapa bwana, wamekula mti wetu, wameua. Unaweza kaona huu mti wa mkarafuu huu, mchwa wamekula mchwa, wamefanya nini? Wameua. Hizi ndio changamoto za shambani. Sawa. Tuendelea kupambana mdogo mdogo na kuona tunafanyaje. Bwana Mpemba, hebu niambie sasa. Mti ndo kama hivi tumepanda juzi tu tayari mchwa wamekula. Tunafanyaje kudili na hao mchwa? Kwa kama mimi nasikitika jinsi gharama niliyopata. Maana ninapotoa mpaka umefika hapa. Mfano ni Pemba. Sawa sawa. Sasa unafika hapa ndio unaona hapa ushakufa huu mchwa kala. Sasa na mimi itabidi ni waue wa mchwa. Kwa kama alivyoua mti na mimi ni waue wao. Hivi dawa mchwa tunayo hapa? Tunayo. Sasa basi tufanye mapema kwa sababu hata mwingine nikiangalia nimeona una kila dalili sasa za na zenyewe kusiajabu mchwa tayari ameshaanza kugegeda huko chini. Huu udongo huu ni wa nini? Sio ni mchwa hao. Huu udongo. Udongo sio mchwa. Ni kitu gani udongo? Udongo sio mchwa. Udongo sio mchwa. Okay, sawa. Basi tuwai kuipulizia yote na ile dawa ili kuzuia hao mchwa wasije wakatumalizia hii miti yetu.